Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Juni 7 ya mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, asubuhi njema iliyotulivu ambayo umeturuhusu watoto wako wa kiume na wa kike tuje miguuni pako. Neema yako yatosha, pendo lako la tubidisha, nasi kwa pamoja tunasema asante kwa nafasi hii ya pekee. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa ukiponya wagonjwa, namna ambavyo umesikia maombi yetu tulipoomba, namna ambavyo umeendelea kutulinda na kutufanya tuendelee kusimama tukiwa hai. Nasi tunaomba uendelee kutupatia nafasi hii tukufu, nafasi hii ya pekee, ili watoto wako tuendelee kufaa kuwa warithi wa ufalme wako. Ninasema asante kwani asubuhi ya leo utadumu kwa pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema mafundisho ya Yesu, rahisi lakini yenye mamlaka. Mathayo sura ile ya 7:29 inasema, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Yesu alikaa Kapernaum katika mapumziko ya safari zake, na ulijulikana kama mjini kwao. Ilikuwa ni njia nzuri kwa safari. Watu wengi walipitia katika mji wa Kapernaum au walipumzika hapo walipokuwa katika safari. Hapo Yesu aliweza kukutana na watu wa makabila na mataifa mbalimbali na watu wa kila hali. Mafundisho yake yaliweza kuenezwa mahali mbalimbali na watu walioyasikia. Uchunguzi wa unabii uliwataharukisha wote waliohusika. Watu walivutwa kumfikiria Mwokozi na kazi yake ikajulikana duniani. Licha ya hatua ya Sanhedrin dhidi ya Yesu, watu walisubiri kwa shauku maendeleo ya kazi yake. Mbingu yote ilikuwa macho kutazama kinachoendelea. Malaika walikuwa wakitayarisha njia kwa ajili ya kazi yake, wakigusa mioyo ya watu na kuwavuta kumwelekea Mwokozi. Katika Kapernaum, yule mwana wa diwani ambaye aliponywa na Yesu alikuwa shahidi wa uweza wake. Na yule mkuu wa mahakama pamoja na nyumba yake walishuhudia kwa furaha imani yao. Ilipojulikana kuwa mwalimu alikuwako kati yao, mji mzima ulitaharuki. Makutano walikusanyika kwake. Siku ya Sabato, mkutano mkubwa ulikusanyika katika sinagogi mpaka idadi kubwa kurudi kwao kwa kukosa nafasi ya kuingia. Wote waliomsikia Mwokozi wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Luka mtakatifu sura ile ya 4 aya 32. Yesu hakuhangaika na mada za mfarakano miongoni mwa Wayahudi. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kuifundisha kweli. Maneno yake yalimulika nuru katika mafundisho ya wazee na manabii. Watu wakaona ukweli uliomo katika ufunuo mpya. Watu walikuwa hawajawahi kutambua maana ya maneno ya Mungu kama walivyotambua kwa mafundisho ya Yesu. Yesu alikutana na watu katika hali zao, kama mtu ambaye alikuwa anayajua mahangaiko yao. Yesu aliupamba ukweli wa neno la Mungu kwa njia ya kuulinganisha na hali halisi ya watu. Kwa njia fupi, lugha yake ilikuwa safi dhahiri kama maji yatiririkayo. Sauti yake ilikuwa sawa na wimbo mtamu ikilinganishwa na ya marabi. Lakini huku mafundisho yake yakiwa rahisi, alinena kama mwenye mamlaka. Sifa hii iliyotofautisha mafundisho yake na ya walimu wengine wote. Marabi walinena kwa kusitasita, wakiwa na mashaka, kana kwamba maandiko yanaweza kutafsiriwa kumaanisha kitu fulani au kinyume chake kabisa. Wasikilizaji kila siku walihusishwa katika hali ya mashaka makubwa. Lakini Yesu alifundisha ukweli bila shaka yoyote. Fundisho lolote alilofundisha alilinena kwa mamlaka, kana kwamba hakuna mtu ambaye angeyapinga maneno yake.
Mungu alifunuliwa katika kila mada. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 226 hadi 227. Kumbuka hii ni Juni 7 ya mwaka 2025, mada ikisema mafundisho ya Yesu, rahisi lakini yenye mamlaka. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili. Mungu atubariki sote katika jina la Yesu. Amina.